Mlima Everest unajulikana kama paa la dunia. Ni kivutio cha kila mwaka kwa wapanda milima wenye ujasiri wa kipevu. Lakini mbali na kuwa ni kivutio cha mtindo wa maisha ya kupanda milima, Everest pia ni maarufu kwa kuwa na sifa mbaya ya kuwa na eneo linaloitwa dead zone, eneo lenye hatari kubwa ambapo maisha yanakuwa magumu na mara nyingi ni vigumu kuishi. Nini hufanya dead zone kuwa hatari? Dead zone, au kama inavyojulikana pia eneo la kifo, ni sehemu ya mlima ambapo oxygen inakuwa haba na mwili wa binadamu unashindwa kukabiliana na hali hiyo. Hii ni baada ya kufika kwenye kimo cha mita 8,000 na kuendelea juu. Katika sehemu hii oxygen inakuwa 30% tu ya ile inayopatikana kwenye usawa wa bahari. Hali hii inachangia kupungua kwa uwezo wa mwili wa binadamu kutekeleza kazi za kawaida na kusababisha uchovu mkubwa, kizunguzungu na shida za kupumua. Katika hali hiyo, mtu anayepanda mlima wa Everest anakuwa katika hatari kubwa ya kupoteza maisha. Wakati mwingine, wakati wa kupanda na kushuka, watu wanakutana na hali ya baridi kali, upepo mkali au theluji nzito. Hii inachangia kuzidi kwa hatari ngumu wa kupanda mlima. Tangu miaka mingi, eneo la dead zone linakuwa likiwaacha wapanda milima wengi katika maumivu ya kifo, wakiwa wanajitahidi kupona kutokana na hali ngumu ya hewa. Takwimu zinaonyesha kwamba zaidi ya wapanda milima 300 wamepoteza maisha katika maeneo haya, na wengi wao wanakutana na hatma ya baridi kali na mapigo ya upepo wa baridi. Kama ilivyo kwa hadithi maarufu, wengi wao hupoteza maisha kwa kupoteza mwelekeo au kuchoka kutokana na ugumu wa kupanda mlima. Katika hali hii, wengi hupoteza fahamu kutokana na uchovu na kukosa hewa ya kutosha, na wengine wanakufa kwa kutokana na baridi kali inayoshushwa na theluji nzito inayozunguka. Wapanda milima wengi wamekutana na hali ya kutojua ni wapi wanakwenda, huku wakikosa msaada wa haraka kutoka kwa waokoaji. Katika hali hii wamekuwa wakiendelea wakiwa wameshikwa na matumaini madogo ya kuishi. Hadithi maarufu ya vifo katika dead zone ni pamoja na ile ya Andrew Harris ambaye alikufa kutokana na baridi kali. Alikuwa sehemu ya timu inayokuwa inajaribu kupanda mlima Everest, lakini alikosa msaada kwa sababu ya hali ngumu ya hewa na baridi kali. Wengine ni wapanda milima ambao wamejitahidi kufika kileleni, lakini walikumbwa na baridi kali na kutokana na uchovu mkubwa walijikuta wanakufa bila msaada wa haraka. Maisha halisi katika dead zone. Ingawa dead zone inachukuliwa kama sehemu ya kifo, kuwa wapanda milima wachache ambao wanaweza kuishi na kushuka salama kutoka katika mlima wa dead zone. Hata hivyo, wengi wao wanasema kwamba hali ya mazingira, hewa na baridi ni vigumu kuishi katika maeneo haya. Kila hatua ni muhimu na mtu anayepanda Everest lazima kuwa na uwezo wa kustahimili hali ngumu ya hewa na kujua wakati wa kuacha kupanda ili kuepuka hatari kubwa. Pia watu wanapovuka dead zone ni muhimu sana kuwa na uzoefu na vifaa vinavyohitajika ili kuhakikisha usalama wao. Hali ya afya ya wapanda milima inachukuliwa kwa makini na usalama wao unaotegemea sana msaada wa waokoaji na vifaa vya kisasa. Kwa kuhitimisha, mlima Everest ni sehemu ya ajabu lakini pia hatari. Eneo la dead zone linadhihirisha ugumu wa kupanda mlima katika mazingira ya baridi kali na linatoa changamoto kwa wapanda milima wengi. Ni wazi kwamba ingawa ni sehemu ya maajabu ya dunia, Everest pia ni mojawapo ya maeneo hatari zaidi kwa binadamu kufika katika maeneo hayo. Hii ni Zantime. Mimi ni Amina Lumwecha. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.